Jina langu naitwa James Muturi na Yesu ni Bwana. Ningetaka kupatiana ujumbe huu ambao Bwana aliweka ndani ya moyo wangu ya kwamba nipatie watu wote ambao wanamwamini na ndio wana wa Mungu. Na kulikuwa tarehe 14 mwaka wa 2025 Januari, nilipoenda kuomba kama vile wachungaji wengi huwa naenda maombi Januari ili waweze kutafuta mwelekeo wa Mungu wa mwaka mzima. Na ikawa ya kwamba wakati nilikuwa huko niliomba, lakini nikasikia ndani ya moyo wangu kuna kitu Mungu anataka kufanya. Niliposikia hivyo nikaendelea tu kuomba. Haikufanyika nikiwa huko, lakini wakati nilimaliza maombi nikaenda nyumbani nikigojea Bwana afanye kile ambaye amesema atafanya. Na ikawa ya kwamba tarehe 6 mwezi wa pili nikiwa nimelala nilisikia nimechukuliwa juu. Nilipochukuliwa juu nikapelekwa mbingu, ambao nilisikia sauti imeniambia ya kwamba this is second heaven. Hii ni mbingu la pili. Mbingu la pili, wakati nilienda huko niliona watu walikuwa wengi sana, wengi, hugeona mwisho wao. Lakini shida ni kwamba wapendwa walikuwa wanalia, na nikashangaa sana, hii ni nini sasa? Watu wanalia na sio kitu unaweza saidia. Nikiwa ninashangaa hivyo, nikachukuliwa tena nikapelekwa mbingu nyingine, ambao sauti iliniambia hii ni mbingu la tatu. Mbingu la tatu watu hawakuwa wengi, lakini utukufu wa Mungu ulikuwa umejaa kila pahali. Ungeona watu huko wakiinua mikono juu wakimwabudu Bwana. Na wakati nilionyeshwa hivyo, niliuliza sauti ambayo ilikuwa ikininenea, kama ni mimi ningekuwa nimetoka duniani, ningekuwa wapi? Mpendwa, jibu ambao nilipokea ilinishangaza. Niliambiwa ungekuwa katika mbingu la pili. Wapendwa, mbingu la pili, pahali watu wanalia. Na ndio nimekuleta hapa uende waambie, kama vile ninakuambia sasa. Wakati sauti nilisikia hivyo, uchungu ambao hao wako katika mbingu la pili walikuwa wanasikia, mimi pia ikakuja kwangu. Nikaanza kulia vile walikuwa wakilia, maana ilikuwa uchungu mkali. Nilikuwa ninasikia ni kama kuna moto kali ambao unachoma mwili wangu wote. Na wakati nilisikia hivyo, ilikuwa tu muda kidogo, nikastuka nikaamuka. Nilipoamuka ndio nikaomba Mungu sana, ili Mungu aniambie. Miaka 30 nimekuwa nikihubiri. Ati niliacha kazi yangu kama manager wa bank, niende nikahubiri ili niweze kumfurahisha Bwana. Lakini sasa ndio mimi huyo singeingia. Ningekuwa katika mbingu la pili, pahali ambao labda watu wangekuja wakati wa mazishi yangu waweze tu kunisifu vile nilikuwa mzuri, vile nilisaidia kwa njia hii na hii. Lakini kusema kweli niwe ya kwamba singeingia. Ati nilikuwa nikimtumikia Mungu. Wapendwa, wakati nilisikia hivyo niliomba sana. Nikamwambia Bwana, niambie ni kwa nini singeingia. Bwana aliweka neno ndani yangu akaniambia Nicodemus. Niliposikia Nicodemus, sasa nikaanza kwenda katika maandiko. Maandiko Yohana 3, ukisoma kutoka mstari wa kwanza, Yohana chapter 3, inasema ya kwamba basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodema, mkuu wa Wayahudi. Alikuwa mkuu.
Huyu alimjia usiku akamwambia, Rabii, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi usifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja nawe. Yesu wakati alisikia hivyo, nini kilitendeka? Mstari wa 3, Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Nataka ushike hiyo sana. Mstari wa 4, Nikodema akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaje kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Wapendwa, wakati nilisoma ya kwamba ati amini amini nakuambia, kama mtu hatazaliwa kwa mara ya pili hatauona ufalme wa mbinguni, nikasikia ni kama roho imekatika hivi. Niliposikia hivyo nikaomba sana. Mungu akaanza kunipatia ufunuo ya kwamba kama community ambao nimetoka ya Wakikuyu na community nyingi najua zinafanya hivyo. Mtu angetoka katika Ukikuyuni aende Umasaini, na akienda huko anunue shamba na aweze kudevelop huko, ajuane na watu huko, ajue hata lugha na desturi za huko, walikuwa anamzaa awe sasa Mumasai. Na hiyo inafanyika katika community nyingi. Kila community iko na njia ambao wanaweza kukuadopt uweze kuwa wao. Na kuguzaa huko tulikuwa tunasema kunaitwa gũciarwo na mbũri. Yaani unazaliwa, kuna damu ambayo mbuzi itakatwa shingo, na hiyo damu ikimwagika katika udongo huo udongo unakukubali. Na ukifanywa hivyo unabadilishwa hata jina, unapatiwa hata clan, yaani unafanywa mambo mengi ile ambayo mtu wa huko amezaliwa huko anatakiwa kufanywa. Kutoka hapo wakati nilianza kutafakari hivyo, nikakumbuka Yesu naye alikuja kama mwana kondoo wa Mungu ili atununue kutoka utamaduni wetu, atununue kutoka vile tulivyo, atufanye watoto wa Mungu. Na ndio damu ya mwana kondoo ya Yesu ikamwagika ili aweze kutununua. Lakini wapendwa, tulikataa kutoka. Tulikataa. Maana kama ni mambo mengi tunafanya kulingana na utamaduni wetu. Mtoto akizaliwa hata jina anapatiwa la kiutamaduni. Mambo mengi inafanya kwa utamaduni. Mtoto akitahiri mara mingi ni utamaduni. Hata kanisa sasa itapelekewa tu shukurani. Mtu akifanya mambo ambayo ni ya doa, hiyo yote pia inafanywa kiutamaduni. Hata pastor sasa analetewa already kiutamaduni kikiwa kimefanywa. Kama ni mambo ya kifo, hata watu wanataka kujua kichwa yako inaelekea wapi. Kama ni mambo ya kutoa ya sacrifice, watu wanafanya kiutamaduni. Wapendwa, hiyo ni kuonyesha ya kwamba hatujazaliwa kwa mara ya pili. Miaka 30 mhubiri na sikuwa nimezaliwa kwa mara ya pili. Ninajua unaweza nichekelea, lakini wewe pia jiulize, umezaliwa kwa mara ya pili? Mahali kutoka mahali bibi yako ametoka, ulipeleka mahali kwa njia gani? Mara mingi ni utamaduni. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri ujue ya kwamba sisi tunaishi maisha ambayo ni hatari sana. Hatari ya kwamba sasa hata mtu akiondoka na unajua kuna uzima wa milele. Wale ambao wanaamini mambo ya uzima wa milele, ni hatari kubwa ambayo inakutungojea. Mimi kutoka hapo maisha yangu ilibadilika, kwa sababu sasa siwezi fanya vile nilikuwa nikifanya hapo mbeleni. Mimi sasa mambo yangu yote nikasema Mungu anisaidie ili niachane na mambo yote ya utamaduni kama ninataka kuishi kama mtoto wa Mungu.
Biblia inasema a kingdom divided cannot stand, katika kitabu cha Mathayo. Kwa hivyo hiyo ni kusema ya kwamba ukiwa sasa wewe ni mtamaduni na ukiwa ni Mkristo, wewe ni unaitwa hybrid. Mazalishano kama ya dimu na machungwa. Inazaa kitu inaitwa limau. Kinaonekana kama ni Mkristo, kama ni machungwa, ama ni dimu, hakijulikani ni nini. Hiyo ndio maisha ambayo tunaishi. Wapendwa, ni juu yako wewe mwenyewe uchague kama utaishi kama limau ama utaishi kama mtoto wa Mungu. Wewe mwenyewe ndio utachagua. God bless you. Na ujue kuna pahali unagojewa. God bless you.